ndugu viongozi mbalimbali mliopata nafasi ya kushiriki kwenye tukio hili muhimu, naomba niwasalimu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Mimi niliyesimama mbele yenu naitwa Dr. Haule, ni mkuu wa wilaya ya Rorya. Nimefurahi sana siku ya leo kusimama hapa mbele yenu na kufungua madarasa haya manne na matundu 10 ya vyoo. Nitawapa historia kidogo. Nilipohamishiwa hapa Rorya, nilipewa taarifa ya hali ya ufaulu wa shule mwaka 2024. Na mitihani ya darasa la 4, shule iliyokuwa inaongoza ilikuwa inaitwa Kiaembwe, si ndio? Nikatamani niione hii shule. Na njia niliyotumia ni pale kwenye zizi. Wangapi wamepita ile njia kwenye zizi hapo? Kwa ile njia haikunifikisha hapa shuleni. Nilikuja na ile njia nikaishia pale katikati. Nikasema lazima nifike wapi? Kwenye hiyo shule. Nikiwa bado mgeni kabisa. Nikaacha gari pale, nikaja kwa mguu mpaka hapa shuleni. Mwalimu alikuwa hajui, sikumwambia taarifa hiyo mwalimu wala mwenyekiti wa kijiji. Nikarudi baada ya kuwa nimeiona shule ilikuwa ina haya madarasa. Ili ndio ilikuwa bado jipya na haya ambayo nguvu za wananchi wamefanya nini? Wamejenga. Kwa hiyo madarasa haya manne na matundu haya ya vyoo ni miongoni mwa madarasa 52 kwenye wilaya yetu ya Rorya ya shule za msingi. Na rais wetu Dr. Samia ametupatia kwa mwaka huu ambao tunamaliza mwezi ujao shilingi bilioni 1 na milioni 800 kwa ajili ya kuboresha mazingira kwenye shule zetu za msingi, hasa kwenye miundombinu ya madarasa na vyoo. Kwa hiyo ziko shule mpya tunazijenga. Ukienda pale Sota iko shule mpya ya msingi. Ukienda Radienya iko shule mpya ya msingi. Kule Nyihara kuna madarasa, shule imechoka. Kuna madarasa 8 mapya yanajengwa. Kwa hiyo kuna maeneo mbalimbali. Katika hayo madarasa 52, madarasa 5 pekee ndio yako kwenye hatua ya kukamilishwa. Madarasa yaliyobakia yote yamekamilika pamoja na shule ya msingi hapa Kiembwe. Kwa hiyo tumpigie makofi sana rais wetu mpenda Dr. Samia. Kwanza kutupatia fedha za ujenzi wa haya madarasa. Naendelea na ile historia. Kwa hiyo nilipofika hapa nikaona mazingira ya shule hii. Hii shule imewezaje kufaulisha kwa kiwango hiki ikiwa na mazingira haya? Kwa hiyo nilipotoka hapa nikaenda kubanana na mkurugenzi kwamba lazima shule hii kwa vile inaonyesha ina uwezo wa kufanya vizuri na sisi tuishike mkono, tuwapatie walau fedha kidogo za kuendelea kuboresha miundombinu ya hapa shuleni. Kwa hiyo hoja ikaja tukamilisha haya madarasa ya wananchi ambayo mwenyekiti wetu wa kata amezungumza. Tukaona tuwape motisha wananchi wao wa Kiaembwe, tuwape madarasa mapya 4 na matundu 10 ya vyoo. Kwa hiyo tulipopata pesa nilikuja hapa Kiaembwe kuchimba msingi wangu huko hapa kwenye haya madarasa haya hapa chini. Tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka jana nilishirikiana na wananchi tukachimba msingi hapa. Kwa hiyo mimi pamoja na wananchi wa Kiaembwe na viongozi wetu wote nichukue nafasi tena kuwashukuru sana wananchi wa Kiaembwe. Mlitupokea vizuri. Akina mama siku hiyo mlikuwa mmeacha shughuli zenu, tulikuja tukafanya kazi hapa. Na kipekee sana kamati, yule mwenyekiti wa kamati kwa niaba yenu, naomba nimlete hapa. Yule mdada simfahamu sasa, sijui kama
Yupo hii ni chuma ya kazi, si ndio? Tumpigie makofi jamani. Huyu amefanya kazi usiku na mchana pamoja na wengine wote kuhakikisha hizi fedha ambazo zimeletwa na serikali hapa zinasimamiwa vizuri na wananchi wanatoa mchango wao. Nafurahi madarasa leo yanapendeza, yana mkono wa huyu dada, tumpigie makofi. Lakini sio yeye peke yake, ana kamati ambayo walisimamia hapa. Ile kamati yote kwa niaba yao tuwapigie makofi. Mwalimu mkuu, asante mwenyekiti, tunakushukuru. Mwalimu mkuu hapa pia tunamshukuru kwa usimamizi mzuri wa zile fedha. Hakikisha pia nilikwenda nikaangalia ofisi yake. Nikamwambia mwalimu, sasa hii ofisi ni ya mwalimu? Akasema hii ni ofisi ya mwalimu mkuu. Nikamwambia sifanya kile linalowezekana bana. Zikibaki kidogo tengeneza ofisi yako. Na kama alivyosoma taarifa hapa, amebana, amejitahidi kwa michango ya wananchi, amerekebisha ofisi. Ofisi ya mwalimu inapendeza, ipendezi? Makofi kwa mwalimu mkuu tafadhali. Makofi kwa mwalimu mkuu. Yeye pamoja na walimu wote walioko hapa, tunawashukuru kwa namna ambavyo wamesimamia ujenzi huu, na sasa madarasa yale yamekamilika vizuri na yanatumika kwa ajili ya watoto wetu. Kwa afisa elimu wa kata alivyoniambia kuna hili tukio, kwanza alinishirikisha na yeye mwenyewe amekuwa shahidi hapa. Tukiwa hapa siku hiyo tunachimba msingi, alinigusia pia swala la TANU, kwamba shule ya msingi TANU kuna madarasa pale nayo pia, na mwalimu mkuu siku ile ya msingi ya TANU alikuwepo, yuko hapa alisema kwamba shule ya msingi TANU ni jirani yako Mheshimiwa DC. Sasa mbona unasaidia mbali kule, unatuacha pale karibu kijiji changu pale, ni jirani yangu. Kwa hiyo na wao pia tumewakumbuka, wana madarasa pale, wananchi waliyachangia, hayakukamilika na nako pia kazi inaendelea. Kwa hiyo mratibu elimu kata, tafadhali tutakapotaka kuyafungua kule pia unialike nako pia tukafungue. Kwa hiyo nao watu watano tunawapongeza, muendelee mkakamilisha ile madarasa yakamilike ili yaweze kufanya kazi. Kwa hiyo uongozi wote wa kata, mtendaji, mheshimiwa diwani, wote tunawashukuru kwa namna mlivyotusaidia kujenga shule hii, na sasa inakamilika. Wanafunzi wetu wapate mazingira mazuri ya kujifunza na kufaulu. Wito wangu sasa, wengine wengi wamesema hapa. Kwanza kwa wanafunzi, mmetuahidi kwenye ngonjera. Kwanza tunawashukuru kwa ngonjera na ngoma ambazo, burudani ambazo mlitupatia hapa. Tuwapigie makofi, wanafunzi wetu wametoa burudani nzuri, na wazazi wamejitahidi kutoa zawadi. Waliokuwa na uwezo wa kutoa hela wametoa, waliokuwa na uwezo wa kutoa ndizi, nimeona hapa watu wamenunua ndizi, wamewapa watoto wetu waweze kupata zawadi kutoka kwa wazazi. Kwa hiyo tunafurahi, watoto mmefanya kazi vizuri. Sasa kazi yenu kubwa ni kuhakikisha mnatumia haya madarasa na mnafaulu kwenye mitihani yenu. Mwalimu mkuu, turudishie nafasi yetu ya kwanza. Mimi nilifarijika niliposoma ile ripoti kwamba shule hii imefanya vizuri kwenye mtihani wa darasa la ngapi? La 4. Nikasema nikienda nikawapa moyo hawa watu wanaweza kufanya vizuri kwenye mitihani yetu ya darasa la ngapi? La 7. Na darasa la 7 nafikiri wanafika mwaka huu, si ndio? Kwa hiyo darasa letu la kwanza la 7 mwaka huu, mwalimu aandae vizuri hao watoto ili tupate nafasi ya kuja tena hapa mara kwa mara. Nafasi yetu ile ya kwanza iendelee. Ile darasa la 4 ambalo lilifaulu na kuongoza kiwilaya, tunataka safari hii lifaulu na liongoze kiwilaya kwa mtihani wa darasa la ngapi? La 7. Kwa wazazi, madarasa haya ni ya kwenu. Wazazi ambao mko hapa leo ni mashuhuda. Kazi hii alianza John Pasaka ambaye yuko hapa. John, naomba usimame. Tumpigie makofi. John alipotoa wazo hili, kama tusingemuunga mkono leo tusingekuwa hapa. Uongo kweli?
Kwa hiyo John alitoa wazo, wananchi mkamuunga mkono. Natambua juhudi zenu kubwa za kuhakikisha mnaboresha mazingira hapa. Kwa hiyo tuendelee kwanza kuhakikisha hawa wanafunzi wanakuja hapa shuleni, wanahudhuria masomo. Nazungumzia utoro, wako wanafunzi wachache hapa watoro. Kwa hiyo tuhakikishe kamati ile ya shule, mwenyekiti wa kamati ya shule iko wapi? Aha, hakikisha wale wanafunzi wote wanahudhuria wapi? Shuleni. Na wazazi mtusaidie, haya madarasa sasa mazuri yanapendeza. Kupendeza tu hivi hivi hakusaidii. Tunataka wanafunzi sasa wayatumie, na wakishayatumia wafaulu mitihani yao. Kwa hiyo wazazi, jukumu lenu ni kuhakikisha watoto wanakuja hapa shuleni bila visingizio. Sisi tumekwenda mbali zaidi, tumesema watoto waje hata kama hawana uniform. Mtoto nyumbani hana kiatu, usimbakize nyumbani, aje wapi? Hapa shuleni. Kwa hiyo tunataka haya madarasa sasa yatumike kikamilifu, na jukumu lenu wazazi ni kuhakikisha watoto wanakuja shule. Jukumu lenu la pili ni kutunza haya madarasa, na hivi vyoo kama alivyosema katibu. Kuna wanakijiji wengine wakishaona mazingira haya ni mazuri, basi sasa kama nyumbani hana choo kizima, sema ngoja nikakijaribu kile choo cha shule. Hivi vyoo ni vya kwa ajili ya watoto wetu hawa, sio kwa ajili ya sisi watu wazima, si ndio? Kwa hiyo tuhakikishe tunatunza na kulinda hii miundombinu iliyoko hapa. Tusilete mifugo hapa kwenye eneo hili la shule. Lakini pia tuhakikishe chakula, hawa watoto wanapata chakula. Tuna imani nao pia mwaka huu hautaisha, umeme utakuwa umefika hapa kijijini na hapa shuleni. Kwa hiyo ombi letu kwenye miji ambayo iko hapa jirani, umeme ukifika usiwe ni pambo tu, kwa sababu kuunganisha umeme kwenye majumba yetu kwenye maeneo haya vijijini ni shilingi 27,000. Kuna ombi kutoka shuleni, na nimeongea na mwenyekiti wa kijiji pamoja pia na uongozi wa kitongoji. Shule hii inahitaji kulindwa, na mlinzi wa kwanza ni walimu. Walimu hapa wanakaa mbali, kwa hiyo lazima tuanze sasa mipango ya ujenzi wa nyumba ya mwalimu. Kwa hiyo mwenyekiti wa kijiji na kuagiza na mtendaji wa kijiji, mrudi tena hapa, na afisa mtendaji wa kata usimamie, tuitishe kikao cha wazazi wa shule au kikao cha kitongoji, tubainishe eneo, mipango ya kuanza ujenzi wa nyumba ya walimu ianze mara moja. Nyinyi wenyewe ni mashahidi, pale ambapo mnaanza kidogo tu, mnaona wadau wengi wanajitokeza kuwasaidia. Nina imani hata kwenye hilo pia, na kwa sababu ya mazingira ya kitongoji chetu, tukianza, nina imani serikali itawashika mkono kwenye ujenzi wa hizo nyumba za walimu wa hapa Kiaembwe shule ya msingi. Naona kitongoji hiki pia eneo la zahanati bado ni kitongoji ambacho tuna imani kinaendelea kukua. Uongo kweli? Kwa hiyo eneo la pili ambalo tunafikiri ni la muhimu hapa ni zahanati. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wadau mbalimbali, tukianza na wananchi wetu. Sio kweli kwamba serikali pekee ndio iliyojenga haya majengo. Kuna mchango mkubwa sana wananchi. Tunatambua mchango wenu na tunatambua mchango wa wadau wote, sio hapa Kiaembwe tu peke yake, kwenye maeneo yetu yote, kwenye taasisi mbalimbali ambao wanasaidiana na serikali katika kuleta huduma kwa wananchi. Tunawashukuru na tunaomba tuendelee kushirikiana ili tuweze kuboresha huduma hizi kwa wananchi wetu.